kuna huyu dada ambaye yeye alikutana na mwanaume. Alipokutana na huyu mwanaume akamwambia kwamba nimekaa na mke, nilikuwa na mke na watoto kwa miaka zaidi ya 10. Maisha yalikuwa magumu sana, na yule mwanamke ameniambia kwamba mimi sitaweza kuishi na mwanamke mwingine yoyote. Kwa hiyo nimekutana na wewe na kuomba univumilie, nataka nipambane sana nibadilike ili niweze kuishi na wewe, kwa sababu nilisikitika sana baada ya kumwacha yule mke wangu wa kwanza. Kwa hiyo huyu dada niliyekutana naye akaingia kwenye mahusiano, kwenye ndoa na huyu mwanaume, na ameishi kama malkia, ameishi kwa furaha sana. Sasa ukiniuliza mimi, haya maisha aliyoishi huyu dada kwa furaha sana ni matunda ya kazi kubwa aliyoifanya yule mwanamke wa kwanza. Ni kwamba yule mwanamke wa kwanza alikuwa amekwisha kufanya kazi, amekwisha imaliza kazi, amekwisha kufika mwisho, akakosa tu namna ya kuimalizia ile kazi yake, akaacha matunda yaliwe na mwenzie. Kwa sababu ule muda wote uliokuwa unafanya bidii, unaomba msamaha bila kukosa wewe, unajishusha, unalia, unaomba, unanyenyekea. Ule muda wote yale uliokuwa unafanya, huyu mwanaume kuna kitu alikuwa anajifunza. Kile alichojifunza usije ukakiacha. Alichojifunza ni kikubwa ambacho unatakiwa uvune matunda yake. Lakini pia there's a lot at stake. Kuna vitu vingi sana. Kama umeshakaa miaka 8 na huyu mwanaume, na wewe mwanamke wa aina hii, mwanamke mwenye akili ya kuweza kuwaza kwa kumaanisha kwamba anataka kutunza ndoa yake, haiwezekani ukakaa na huyo mwanaume kwa hasara. Lazima mmejenga, lazima mmenunua viwanja, lazima mmenunua mashamba, na yamkini kwa neema ya Mungu mna watoto. There's a lot at stake. Kuna vitu vingi hapo ambavyo vinaweza vikapotea, ukajikuta umeingia kwenye hasara. Na mimi niseme, mwisho wa siku maamuzi huwa ni yako mwenyewe. Either utabaki kwenye ndoa au utaondoka. Lakini njoo tuongee, vyovyote vile isiwe kwa hasara. Kama ni kwa kukaa, hicho ndicho ninachokitamani, ili uweze kufurahia matunda ya kazi uliyoifanya, uweze kuona wana na wajukuu zako ukiwa na furaha na amani pamoja na huyu mwanaume baada ya kazi kubwa uliyoifanya. Hayo ndio matamanio yangu. Lakini wewe ni mtu mzima, unaweza kuwa na maamuzi yako binafsi. Hata ukiamua kuondoka, isiwe kwa hasara. Nimekutana na wanawake wengi, tena wale wanawake wazuri ambao wako kwenye ndoa zao umri kuanzia miaka 8 hapo mpaka 15, 16 hapo katikati, ambao wananiambia, mwalimu, nimechoka. Yaani nimevumilia, nimechoka. Mwalimu, nimefanya kila kitu, yote yameshindikana. Mwalimu, mimi sasa hivi basi